Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Ni mwendelezo wa taarifa ambayo tulikuhabarisha mapema asubuhi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuburuzwa mahakamani. Hatimaye hizi ni taarifa update kutokana na kile ambacho kimejiri mahakamani. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeomba siku 21 ili kujibu hoja zilizowasilishwa mahakamani na waleta maombi Saidi Isa Mohamedi na wenzake watatu waliofungua kesi kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakiomba mahakama hiyo kutoa amri ya kusimamisha shughuli zote za kisiasa za chama hicho cha Chadema zinazoendelea hadi hapo shauri lao la msingi litakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Shauri hilo namba 8323 la mwaka 2025 ambalo limewahusisha pia baadhi ya wajumbe wa baraza la wadhamini wa Chadema kutoka Zanzibar liliitwa siku ya leo tarehe 17 ya mwezi wa 4 2025 chini ya Jaji Hamidu Mwanga, ambapo inaelezwa kuwa pande zote mbili zilihudhuria. Hata hivyo, Jambo TV ilifanya jitihada za kuwasiliana na mawakili wa pande zote mbili ili kujua kile kilichojiri kwenye kikao cha ndani baina ya pande hizo mbili na jaji, lakini mawakili wa pande zote hawakutoa ushirikiano hitajika kwa wanahabari. Mawakili wa waleta maombi wakiongozwa na Gido Simfuko na Shaban Marijani inadaiwa kuwa walitumia mlango wa nyuma kuingia mahakamani hapo ili kukwepa waandishi, na hata hivyo baada ya kutafutwa kwa simu kwa kutumiwa ujumbe mfupi wa maandishi yani SMS na kupigiwa simu hawakupokea na baadaye hawakupatikana kabisa hewani. Hata hivyo, kwa upande wa utetezi, Chadema wakiwakilishwa na mawakili wawili, mmoja kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu na mmoja kutoka ofisi ya mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa chama hicho. Mawakili hao ambao waligoma kutaja majina yao wamesema wamepokea maelekezo kutoka kwa viongozi wao wakuu kwamba wawakilishe chama mahakamani kisha wapeleke mrejesho. Baada ya hapo chama kitatoa msimamo wake rasmi. Hivyo kwa kugoma kuongea na vyombo vya habari. Hata hivyo, Jambo TV imenukuu sehemu ya maelezo yao wakisema kesi ilikuja kwa ajili ya kutajwa. Chadema wanapokea nyaraka ambayo ni mashtaka au madai ya msingi kuhusiana na shauri husika. Baada ya hapo Chadema wameomba siku 21 kwa mujibu wa sheria ilivyo ili kujibu hayo madai au hayo mashtaka. Kwa hiyo wameambiwa wawasilishe majibu yao kabla au kufikia tarehe 9 ya mwezi wa 5 2025, na kesi itakuja tarehe 12 ya mwezi wa 5 2025 saa 3 asubuhi kwa ajili ya kutajwa na kuangalia some orders kama zimezingatiwa. Hii ni taarifa na mwendelezo wa kile ambacho tulikuhabarisha mapema asubuhi ya kwamba Chadema imebuluzwa mahakamani kwa madai ya kwamba imekuwa ikifanya kazi kwa kuegemea upande mmoja na kuitenga Zanzibar. Lakini asubuhi kabisa moja kati ya watu ambao ni muhimu sana kwa Chadema kipindi hiki, mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Lugemeleza Nshala alithibitisha uwepo wa shauri hilo mahakamani. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha, lakini kubwa tochea maoni yako, naendelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.